Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tunaenda kupika skonzi za mtindi. Pishi hili ni rahisi sana kuandaa. Kwenye bakuli langu nitaweka unga, nitaweka sukari, nitaweka na hamira. Nitaweka mtindi, nitaweka mayai, nitaweka maziwa na vanila. Mimi ninatumia mashine, ila unaweza ukakanda na mkono na ukapata skonzi nzuri tu. Nitachanganya kwa spidi ndogo mpaka unga wangu uchanganyikane vizuri kabisa. Nitachanganya kwa muda wa dakika 5 mpaka unga huo unaonekana chini upotee. Nipate donge moja kama hapo. Hatua inayofuata nitaweka bata. Nitachanganya kwa spidi ya wastani kwa muda wa dakika 7 mpaka bata ichanganyikane vizuri na unga. Pia unaweza ukatumia mafuta ya kawaida au Blue Band. Unga wangu upo tayari kama hivyo. Nitauhamisha kwenye chombo chenye mafuta. Nitamimina unga wangu kwenye bakuli. Usiogope kuwa unga unanata, usiwe na wasiwasi. Nitatengeneza hivyo kufanya donge, kisha nitaufunika, nitauacha kwa muda wa dakika 30. Dakika 30 zikipita, nitaufunua, nitaanza kutoa hewa kama na ukanda. Nakanda kutoa hewa, kisha nitauweka sehemu ninayofanyia kazi. Hapa nitaukanda kwa muda wa dakika 1, kisha nitaanza kuukata vipande vipande. Naendelea kukata vipande vipande ili vinisaidie kutengeneza madonge ya duara madogo. Nikishamaliza kukata, nitachukua donge moja, nitaanza kutengeneza duara. Nafanya hivyo. Nageuza, natengeneza duara zuri. Naweka pembeni. Nachukua la pili, narudia ile ile. Nitaufinyanga nazungusha, napata duara zuri. Nitaweka kwenye chombo changu cha kuokea, nitafunika, nitaacha kwa muda wa dakika 30. Madonge yangu yameshaumuka kama hivyo unavyoona, yameshikana vizuri. Nitapaka maziwa. Nitahakikisha napaka maziwa kwenye kila donge. Nikimaliza kuyapaka maziwa, nitaoka kwenye oven ambayo nilishakwisha iwasha. Nitaoka kwa nyuzi joto 200 kwa muda wa dakika 20. Baada ya dakika 20 kupita, nitatoa, nitapaka mafuta juu. Unaweza ukapaka Blue Band, unaweza ukapaka bata au ukapaka mafuta ya kawaida. Mafuta yanasaidia scones kuwa laini juu. Pia ukiona scones zako kama zinaanza kuungua juu na bado hazijaiva, chukua foili, zifunike kwa juu, ziache kwenye oven. Hii itasaidia scones zako zisiungue juu lakini ziendelee kuiva vizuri. Haya, scones zetu ndio hiyo tunatoa, zimeiva vizuri sana. Na kuonyesha ndani imeiva vizuri. Yaani sana, ni laini. Scones zimeiva vizuri na zilikuwa laini sana. Na zilikuwa tamu sana. Ukiwa unapika scones nyumbani, inakusaidia sana kwa kitafunio. Nusu kilo unaweza ukapata scones nyingi tu. Pia nasema asante kwa kuangalia video zangu. Naomba usubscribe, ulike na ushare.